7 mimi nipo na Lawrence hapa mjini Clock Tower kuzungumza naye mengi ambayo yanahusiana na Simba Sports, lakini mpira wa miguu. Wao wamebaki hapa, lakini support yao kutokea hapa itakwenda moja kwa moja mpaka kwa wachezaji ambao wamesafiri kwenda Morocco kwa ajili ya kukamilisha ratiba ambayo inawataka wawe katika taifa hilo. Lawrence, hali yako iko vipi asubuhi leo? Namshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama, tumeamka vizuri, na wenzetu walioko safarini tunawaombea wafike salama. Sisi tumebaki nyumbani kwa ajili ya kuangalia, kwa sababu nyumba hamwezi kuondoka mkaacha nyumba tupu. Hii shughuli sio ya kitoto. Kwa walioondoka wametuwakilisha, na sisi wengine tumebaki kwa ajili ya kuangalia majukumu ya fainali inayokuja Dar es Salaam. Kwa ujumla niko safi Jafet, siji kwa wewe. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu ni salama, lakini kuna minong'ono nyinyi ambao mmebaki kulinda nyumba. Inaonekana kwamba mmekosa uwezo wa kusafiri kwenda kule aliyakuwa ndege imetoka. Ili ninyi mnalipokeaje kwa yanayozungumzwa hivi sasa, na hususan ni mtani lazima mtanie mtani wake? Shughuli haikosi washerehekeshaji. Kwa wanachozungumza inawezekana wakawa wako sahihi au wasiwe sahihi, kwa sababu hata kama ingetokea watu wana uwezo wa kwenda huko kwa mjibu, hata ukitoa ndege 5 zinaweza zisitoshe kulingana na idadi ya mashabiki waliopo. Kama kuna watu wameshindwa, ni kweli jukumu la maisha muda mwingine unatakiwa kuishi kulingana na hali ulionayo. Usilazimishe maisha ambayo ukafeki maisha. Yaani unatoka unasafiri kwa ajili ya kwenda kusupport Simba, unarudi unakuja kukabiliana na madeni, maisha ambayo yani umeenda kufly au baadaye unakuja kuishi kwa mashaka. Kwa namna waliokuwa na uwezo na nafasi kama uongozi walivyotangaza, wameweza kufanikisha hilo na wamesafiri, lakini wameenda kama sehemu ya Simba. Waliosafiri ni Simba na sisi tulobaki ni Simba. Hatuwezi kwenda wote kwamba wao wenzetu wametuwakilisha na sisi tumebaki. Ni jambo zuri. Kama tumekosa ni kama binadamu katika sehemu ya maisha. Kwani kukosa ni kosa, sio kukosa kitu. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Huyu anayesema na haki ya kusema hivyo. Lakini ndio hivyo, shughuli ndio yazidi kunoga kwa ajili ya usherekeshaji. Hata upande wa pili mnazungumza, lazima tujadili kwa ajili ya finali. Hii ndio raha ya finali. Kwa jumla inazidi kunoga siku hadi siku. Wakiongea ni haki yao, wala hawajakosea Jafet. Nadhani tukihesabu siku tulizofanya mazungumzo ama tulizohojiana ni kama 3-4 nyuma, na kubwa hasa ulisi kwamba tiketi zitoke mapema ili watu wajipange, na nimeona tarehe 12 ilitoka pale kwa semaji alivyozungumza na vingilio vikaweka bayana kwa namna ambavyo kumekuwa na huo uharaka wa kutoa vingilio. Unaamini uwanja wa Benjamin Mkapa utajaa mapema zaidi? Maana mpaka sasa hivi bado hata mzunguko haijajaa. Sio mapema tu. Hii nafikiri inaweza ikawa kufuru, kwa sababu kile ambacho nilikuwa nakiomba siku zote kwamba walau kwenye michezo hii mikubwa watoe tiketi mapema kama ambavyo utaratibu wa wenzetu ambao tunawaiga kwenye mpira. Na safari hii uongozi umekuwa usikivu. Wameweza kuweka swala la tiketi mapema na viingilio rafiki. Nadhani mzunguko ni 7,000, VIP C nafikiri ni 20,000, VIP B 30,000. Viingilio rafiki ambavyo vimetangazwa mapema. Na nilikuwa nasema mapema kwa sababu watu wanunue tiketi mapema, na kupitia WeSports nikwambie Jafet, tunaomba wale ambao Mungu kawajalia wenye nafasi inawezekana wakanunua tiketi kwa ajili ya watu wengine ambao hawana nafasi hiyo, kwa sababu ili Benjamin Mkapa ipate kujaa mapema. Nafikiri itajaa mapema kabla hata ya siku yenyewe ya mchezo. Ndio tunachotaka. Ile wadau msemaji anapofanya hamasa, shughuli tayari iwe imeshaisha. Asiwe na shughuli kubwa ya kuwaita finali, hatutaki kuitana. Finali anatakiwa tujaze mapema, na maana uongozi umetangaza tiketi mapema. Mimi nataka urudie hapo vizuri zaidi Lawrence. Umezungumza kuhusiana na wadau ambao watakuwa na nafasi ama uwezo. Simba mnatumia kauli mbiu ya Simba nguvu moja. Unataka kuambia nini hao watu ambao wanayo nafasi ya kugusa ila hawajajua namna gani wanaweza kugusa hao watu? Yani maana yangu ya kuwa Simba nguvu moja, mnatakiwa tuwachukue na wale ambao nafasi hiyo labda kwao imekuwa ni ndogo, sababu maisha yanatofautiana. Mtu anatamani kwenda mpilani, huenda tiketi hana. Ndio maana nikasema wale walio nafasi, waliojaliwa walau kidogo tuwaguse, na wengine twende wote kwa pamoja. Kuna watu wanatamani kuiona finali, lakini mtu anajiuliza tiketi 7,000 tunaona kwa kawaida ama kipato cha kawaida unaona ni hela ndogo, lakini kuna mwingine namna ya maisha hivi anaamka asubuhi hata tu chai kuacha familia yake na kuwa mtihani. Kwa wale ambao wana nafasi hiyo ambayo wamejaliwa na Mwenyezi Mungu kwa namna ilivyo, wanaweza kuangalia kupitia wewe Jafet WeSports, wakakutumia kidogo walichonacho ukapata kununua tiketi, tukawagusa zaidi wenzetu ambao nafasi hiyo wanaweza kuwa wana. Maana nimesema hivyo, kwa wale waliojaliwa wanaweza katoa, tukaenda tukawa wengi zaidi. Wale ambao hawajajaliwa kuwa nacho tukawasupport nao kununua tiketi za kutosha, japo sisi tunakata, na wengine ambao watakuwa hawana tukapata kuwagaia ili tuende Benjamin Mkapa kwa wingi. Hilo linawezekana. Yeah. Na mimi nitaomba hapa Lawrence, kwa sababu kuna wadau ambao wapo, na hao wadau ni wadau wa Simba Sports. Kwa namna rahisi zaidi, labda tutaje namba ambayo inaweza ikawa rahisi kutupata kwa WhatsApp. Unatupata kwa 0758 099136. Kama una lolote ambalo unataka kuwagusa wana Simba ambao hawana uwezo wa kwenda huko, basi itakuwa ni rahisi.
Mimi kwenye line ya simu hapa nina mtu anaitwa Halima anatokea Merelani. Halima, asalamu alaykum. Wa alaikum salaam, habari ya asubuhi. Salama, uko vizuri? Namshukuru Mungu niko vizuri, sijui wewe. Huku ni kwema kabisa, kumepambazuka. Nipo na Lawrence akusalimie kidogo hapa. Haya. Habari za asubuhi da Halima. Nzuri lao kwema. Kwema, naona tuko kwenye maandalizi ya finali. Ndio manake tuombe sana yani. Ni swala la kuomba na kuwa kwenye umoja zaidi kwa sababu changamoto hii shughuli ni kubwa kweli kweli. Hakika ndugu yangu. Wanasemaje huko Merelani? Huko Merelani. Ndio. Tunamuomba Mungu sana mafanikio ya Simba. Sawa sawa. Kwa kweli tuko imara. Ndio. Nina kampani yangu ambayo wanaipenda sana Simba. Sawa sawa. Bado tu hatujakaa tukakamilika. Ndio. Hata kuna issue moja niliongea na Jafet jana. Naam. Kuhusu tiketi sasa ndo nikao nimemwandikia message ya siku hiyo niona sasa nikasema hapa ngoja niongee na hii kampani yangu. Ndio. Na tukapata tiketi nyingi kidogo. Sawa sawa. Nikaambia pesa kwa 3. Basi vizuri da Halima, ndio hicho hata nilikuwa nazungumza kwa wengine wenye nafasi kama hivyo kujaliwa tujali kuwagusa tuende tukiwa wengi zaidi. Maana mashabiki wa Simba tuko wengi lakini kuna wengine hali zao naweza kuwa hawajajaliwa kwa wakati huu kulingana na changamoto hizo. Kwa hiyo kitokea kama wewe hivi kugusa na wengine wadau wengine wa Simba tusapotiane tuweze kwenda kwa wingi Benjamin Mkapa. Kabisa. Ndio. Lakini uko mnaendeleaje? Si tuko vizuri kwa ujumla, wao wameshaenda Morocco lakini sisi tulioko Dar es Salaam na tunazidi kuhamasishana. Naangalia mtandaoni hapa kama sioni kama wamefika salama usiku. Bado hawajaposti na zile nadhani walifika salama. Watu nao wasiliana ambao walikuwa wameandamana na timu wanasema wamefika salama. Naam. Sawa. Halima, tutakurudia kwenye baadaye, tupo kwenye mahojiano, hata tumalize kwanza. Aya, Lawrence, umesikia huyo ni mdau wa Simba, yupo Arusha. Nini kinakujia kichwani baada ya kuzungumza? Taswira ya finali tayari imeshaanza kunivaa namna ambavyo yani tumezamilia nini, kwa sababu kwanza kuonyesha namna mashabiki ambavyo umoja unaanza kuonekana, kila mtu anaguswa kusapotiana namna ilivyo, ndio umoja ambao unatakiwa uanzie nje kabla ya kuingia kwenye timu moja kwa moja. Nadhani hata waliosafiri wachezaji, kuna mtu nimeongea naye asubuhi anasema amewasiliana wachezaji jana wakati wanaondoka, amekaa kuongea nao, anasema wanaenda Morocco kwa ajili ya kwenda kucheza finali moja, maana finali inatakiwa kaamuliwe Morocco. Kwa hata wachezaji spirit walionayo, unaona mpaka mashabiki wenyewe jinsi ambavyo msisimuko wa finali unaanza kutuingia, na maana akasema jambo hili la kusapotiana itakuwa jambo zuri la kusupport tuende kwa wingi Benjamin Mkapa. Unaona picha ambavyo inajengwa kichwani, umati utakavyokuwa umejaa, unamjaje umati kwa namna hiyo kuhamasishana watu wapatikane tiketi kwa wingi tupate kujaza Benjamin Mkapa. Hamasa ya finali tayari inaanza kuonekana mapema. Nadhani wao wakirudi huko watashangaa sisi tuliobaki nyumbani tumeamsha hamasa zaidi kabla. Ahmed Ally hatakuwa na kazi kubwa safari. Ili wazo Lawrence limeanzia kwako, pengine wapo wengi ambao wanawaza kama ulivyokuwa unawaza, lakini ukasema utushirikishe na hivi sasa tuko tunalizungumzia hapa. Nini ambacho kilikusukuma Lawrence ukaona ipo haja ya wanasimba wengine kwa kile walichojaliwa basi watoke na watoe kile walichonacho, ili wale ambao hawawezi kwenda kuifikia furaha hiyo siku basi wote wakajumuike kwa pamoja? Yani muda mwingine kilichonisukuma mimi ni kuona wapo watu wanaoipenda Simba, tuko wengi na tunatofautiana kulingana na vipato. Kwa hiyo nikawaza finali hii ni historia. Ilikuwepo 93 lakini watu wengi hawakuwepo. Wani wali 93 wengi ambao hawakuishuhudia na haikuwa ambayo ni imebaki hadithi kwao. Lakini ya safari hii ambayo ipo, wapo kwenye kizazi hiki, anatamani kwenda na anaendaje. Ndio nikatoa wazo la kufikiria finali hii inatakiwa kuwa kwenye umoja kama ilivyokuwa nguvu moja. Nguvu moja inapatikanaje? Aliyekuwa nacho amsaidia asiyekuwa nacho, ili twende pamoja tukaimbe slogan yetu ya Simba nguvu moja. Maana ya ubaya ubwela ndio muwe pamoja mmetengamana, lakini kuliko mwingine yuko nyumbani anasema nimekosa, akose kwa sababu ya sababu zingine. Lakini kama tiketi zitakuwepo kwa wadau waliojaliwa na Mwenyezi Mungu akanua tiketi za kutosha, tukamwagike Benjamin Mkapa. Ikiwezekana hata Uhuru ifungwe skrini kubwa pajaye, yani Afrika nzima ijue kwa nini iko hapa. Kwenye line ya simu ni kukatishe kidogo. Brother Mbedo, habari za asubuhi? Tunamshukuru Mungu. Vipi sasa hizi? Salama, habari za Msumbiji? Huko kwema bwana. Vipi umeshamisha hapo Tanzania? Huko tunashukuru Mwenyezi Mungu kumekucha salama. Samahani simu imekuwa ni ya ghafla. Ndio. Nipo hapa na Lawrence, shabiki wa Simba Sports. Tupo live kwenye mahojiano na alinipa wazo, nikasema wazo nalirudisha kwa wadau.
Ndio, naomba dakika yako moja, najua una majukumu mengi, ila alisema kwamba wapo wana Simba ambao wanataka kufika uwanjani kwa maana ya kwamba viingilio vimeshatajwa, ila uwezo wao ni mdogo, 7,000 pengine kwao ikawa kubwa hiyo 20,000 pengine labda hata 30,000. Sasa karejesha kwenu ili ninyi mnalipokeaje mkiwa kama wadau wa Simba Sports? Sisi tukiwa kama ni wadau wa Simba Sports, pia tukiwa kama ni mashabiki na wapenzi wa klabu yetu, hususan mimi binafsi tayari nataka nikupigia simu. Ndio. Mimi nitatoa tiketi za watu 15 za shilingi 7,000. Asante sana brother. Usijali, nitazituma. Nitamtumia nifaza hapo ili aweze kufikisha kwa wahusika. Tunashukuru, ni jambo la heri. Za asubuhi kwanza. Nzuri bwana, vipi za hapo studio? Tuko vizuri, tunaendelea salama. Nafikiri ni jambo zuri na linafurahisha na linajenga hamasa kubwa kwa kuelekea mchezo wa fainali. Ndio. Tunakushukuru kwa nafasi yako ambapo umejaliwa hapo kwa kuwagusa hao idadi uliyotaja wewe. Nafikiri itakuwa ni jambo zuri kwa ajili nao wakaweke kumbukumbu ya kuishuhudia mnyama fainali. Hamna shida, tuko pamoja kwa sababu namba inayo. Naam. Ya ndugu zetu hapo. Mimi nitawatumia tiketi za watu 15 ili nao wapate nafasi kwenda kuangalia mchezo wetu tarehe 25 mwezi wa 6. Nashukuru sana brother. Tuko pamoja sana. Nikuache uendelee na majukumu mengine, mimi nashukuru sana. Nashukuru, asante jamani, kazi njema hapo studio. Kwako pia majukumu mema, endelea kulitumikia vyema taifa la Msumbiji, lakini kuiwakilisha vyema bendera ya Tanzania. Tuko pamoja kaka. Shukrani sana. Huyu ni Bwana Chazi Mbedo, ni mbunge wa huko Msumbiji. Unaona namna ambavyo idadi ya watu inazidi kwa yani ni jambo zuri Jafet ambalo tulifikiria, na utoaji wa tiketi mapema unaona ambavyo ilivyo. Nadhani wadau wapo wengi, wengine wako Marekani, wengine wako Uingereza, namna ambavyo wanaipata Wisport. Kupitia Wisport tunawaomba waziri kusupport. Nadhani Wisport ikionekana finali hii tumepeleka hata watu 50 hata watu 100, ni historia ambayo inakuwa ni nzuri Jafet. Ni furaha ambayo yopo tunakuwa nao wadau. Nadhani ni jambo zuri kwa sababu tunasema Wisport inagusa kila nyanja, inagusa kila sehemu. Ndio maana nimewaza hili wazo la kuja nalo, na wengine wenye nafasi hiyo wataendelea kujitokeza. Nadhani Jafet, tumie nafasi kuwaomba kwa sababu ni mchezo wa finali, ni mchezo wa historia. Na vile vile tunaenda kupandikiza DNA ambayo Afrika ilishatupa kuwa mashabiki bora. Kwa hiyo ndio kuendeleza kile kipande hata zaidi hapo, kwamba ndani ya Afrika wajue Simba ni kwa nini finali Dar es Salaam ina ladha yake. Kwa hata ukiangalia chani tunayoandaa, hata AFCON tunayoandaa, maana tuna battle ya kuandaa mechi za ufunguzi wawe nani, au mechi ya finali apewe nani kati ya sisi Kenya na Uganda. Lakini kupitia hii Simba finali inawezekana tukaiamsha Afrika, ona kumbe panapovaa ni Dar es Salaam kuliko Kenya wala Uganda. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kuonyesha wadau wa mpira wapate kusupport kwa ajili ya watu waende wengi zaidi, nguvu moja ipate kuonekana Benjamin Mkapa. Nawakumbusha kwa wale ambao mtaitazama hii video ambayo tunahojiana hapa na Lawrence na mnatamani kufanya lolote jambo kuhusiana na kinachoendelea na kitakachojiri katika dimba la Benjamin Mkapa, basi tutafute kwa simu nambari WhatsApp namba 0758099136. Kwa njia ya kawaida utapiga kwa 0718918862. Tunaenda kwa Elie Mpanzu. Mijadala imekuwepo kwa hivi sasa, anahusishwa na klabu ya Young Africans. Wapo wanaosema yupo Simba Sports kwa mkopo, lakini Ahmed Ali ameliweka sawa na mkataba wa miaka 2. Unadhani Mpanzu kuhusishwa na Young Africans ni dhahiri shahidi wanakubaliana na ubora wa kiwango wanachokionyesha uwanjani? Ni kweli wamekubali ubora wa Mpanzu, lakini muda mwingine ni propaganda. Finali imekuwa ni nzito sana upande wa wenzetu. Unaona hata jana mechi wanacheza, wanashangilia goli eti hatuchezi. Unaona ambavyo kama wameshikwa na muhemko fulani, finali imewavuruga. Kwa hiyo wanakuja kila aina ya propaganda, wanaona wapitishaji propaganda yao ili mjadala uhame kwenye finali. Finali ni jambo kubwa. Finali hii ni historia. Yaani tunarudia si historia ya 93, historia nyingine tunairudia sisi. Japo wao waliingia finali, lakini finali wao walicheza Algeria. Finali haikuwa Dar es Salaam. Unaona namna ambavyo wanapush agenda zingine za propaganda wao. Hatuchezi, wameona haiendi, unaona waje na swala la Elie Mpanzu. Elie Mpanzu kwa muda mfupi kaingia dirisha dogo, lakini unaona ambavyo amejipambanua na ameonyesha kila mtu mdau wa mpira anamkubali. Kwa hiyo hii kuhusisha kwenda Yanga, wanakubali kazi yake ni bora. Namna ilivyo, ukiona pande zote mbili tunakubali, kwa sababu sisi wenyewe Simba tunatiwa pressure. Wakitaja kusema kwamba anaondoka mtu anapata pressure. Kwa nini unapata pressure? Kutokana na ubora wa mchezaji, kutokana na uwezo alioonyesha. Amejipambanua, yuko bora sana. Kwa hiyo wao kumtaja
Japo inawezekana kweli wakawa na nia ya kumtaka, lakini muda mwingine ni propaganda tu za kuzima finali. Story kubwa baba ni finali. Kwa hiyo finali ndio tunaweza kujadili. Hizi propaganda tuacha, ni propaganda Jafet, ni propaganda Jafet. Maana unajua dirisha kubwa lipo jirani sana. Mechi zinahesabika duru la pili hapa kukamilika. Pengine labda kama ni kweli mtaji wa mpanzo ndani ya kosa la ni mkubwa. Kama kuna makosa viongozi walifanya basi itakuwa halina namna, lakini usajili ni gambo. Labda hatuwezi kupinga sana, lakini mimi nahisi ni propaganda. Inawezekana walivyosajili waliona, kwa sababu alienda labda Ubelgiji akafeli, wakaona labda wampe mkataba mfupi, na muda mwingine taarifa mtu anajuaje, yule labda chini ya wakala wake anavujisha la. Kwa kama viongozi walifanya kosa la mpa mkataba mfupi, mpira ni biashara. Kama watamchukua Yanga atakayefika bei itakuwa sawa, lakini mimi najua ni propaganda Jafet. Japo haitaki kuenda sana tukaijadili. Issue iliyopo ni finali. Wao acha wazungumze, wajipe kidogo ahueni, maana tayari pressure iko juu sana. Finali na wakabia kwa juu sana. Bwana, mimi tukiwa tunaelekea ukingoni kwa sababu ni asubuhi, wadau wengine nadhani bado watakuwa wamepumzika, ila tutaliwasilisha pia kwao tuone namna gani wanaweza kuchangia au kuwa sehemu ya kuwagusa watu wengine kwa ajili ya kwenda kushuhudia finali ya kihistoria ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Pengine Lawrence, tukirudi kwenye mchezo wenyewe, kwa namna ambavyo kumekuwa kuna michezo ya viporo, safari yenyewe kwenda kukabiliana na RS Berkane, unadhani pengine pressure ipo kwa kiasi gani ndani yenu mashabiki, lakini kwa namna unavyokitazama kikosi? Pressure ni kubwa, sikwambie mtu Jafet. Pressure ni kubwa na finali ni finali. Wakati sisi tunawaza kombe tunalitaka, Berkane nao wanasema kombe wanalitaka. Lakini kwa ujumla nikipima msimu umekuwa wa moto sana. Yaani kama niseme ni dhahabu kupita kwenye moto ili iwe bora, Simba msimu amepita kwenye tanuru la moto kweli kweli. Kutoka mwanzo tulivyoanza tu raundi ya pili ile na Al Ahly Tripoli, umeona mechi za Simba zimekuwa ni tough kiasi gani. Mpaka tunaingia robo, tunaingia nusu, ni mechi ambazo za mchaka kweli kweli. Unaona namna walivyo, baada ya siku 3 una game. Unaangalia amefika jana Morocco usiku, wanakaa wanapumzika leo kwa ajili ya kulikava, wana mazoezi ya siku 2 then unacheza mechi. Baada ya hapo ndio ugeuke huku, walau ndio tunaweza tukapumzika Simba mpaka siku 8 au 6 walau kwa kufikia finali. Kidogo ndio kuna gap kidogo, lakini kwa namna ilivyo wachezaji wameonyesha ukomavu, wachezaji wameonyesha upambanaji, namna ilivyo spirit ile walionayo, namna ya kupambana, mechi ni ngumu, lakini kwa upambanaji ambao nimeona Simba wanapopambana, wanavyohamasishana wenyewe kwa wenyewe ndani ya uwanja, support wanaopeana kutoka nje, sisi kama mashabiki kuingia kwa uongozi, kwenda kwa benchi la ufundi, msimu huu tumejipanga. Tulivyo maanisha ubaya ubwela ndio kweli tunaitaka. Changamoto ni kubwa kwa sababu mchezaji ni binadamu anachoka, lakini naamini benchi la ufundi kazi nzuri wanaifanya. Utofauti wa finali hii nataka kujua kutoka kwako na finali iliyopita, maana ile taifa limepokea finali za hivi karibuni kombe la shirikisho, kiachilia mbali ya 23, hii sasa tunayo ya 24 25. Cha tofauti ni nini sana ambacho unakiona, mabadiliko ni yapi hasa? Yani kati ya finali ya Yanga na finali yetu. Finali ya Yanga na ya kwetu sisi ina tofauti kubwa, kwa sababu kwanza wingi wa watu ambao kwa mfano kama support, kwa sababu Simba yenyewe namna ulivyo, naona namba tunazungumza hapa, namna wadau wanavyoguswa. Yani Simba yenyewe nguvu moja ile tunasema. Ndio maana hata unaangalia shirikisho la soka barani Afrika lilitupa tuzo ya mashabiki bora. Kwa hiyo tukianzia kwa mashabiki, kwanza uwanja kujaa kwa namna ya ulipaji wa tiketi kwa halali, namna ilivyo ni pato kubwa kwa klabu, na vile vile ni hamasa kubwa ya mpira. Lakini hapo ukiangalia unaona finali inachezwa Dar es Salaam. Yani japo kuna finali mbili, lakini finali inachezwa Dar es Salaam. Namna ugeni ambao serikali itaupokea, ugeni ambao watu wa mahoteli, watu wa usafiri, nilizungumza hata interview zilizopita kwamba yani hii inaenda kugusa jamii yote kwa ajili ya Watanzania. Awe mtu wa Yanga, awe mtu wa Simba, awe mtu wa Mtibwa, awe mtu wa Azam. Naona inamgusa kila mtu kulingana na mtu watakuja kuiona Tanzania. Wengine walikuwa naisikia, lakini wanapata safari sasa ya kufunga ngoja niende Dar es Salaam. Sababu ya nini? Ya finali hii anakuja kuona mambo mengi ambayo yapo. Kuna pia nafasi ya Wizara ya Utalii, nafasi ya kutangaza vivutio vyetu vya nchi, namna ambavyo unaona. Kwa hiyo finali ile ilikuwa kule Algeria. Watu wengi hawakuweza kuja Dar es Salaam mechi ya kwanza kwa sababu finali iko upande, lakini hii utofauti wake, finali iko Dar es Salaam, kombe liko uwanjani. Kwa hiyo namna ambavyo inagusa kila nyanja kwa nchi yetu, inasogeza uchumi karibu, ni furaha. Ndio maana unaona ina tafsiri kwa tafsiri yake uongozi wa CAF utakuja Tanzania. Finali ile Musepe hakuja hapa, Musepe alienda Algeria. Wengi safari Musepe na ujumbe wake na watu wengine wa CAF watatua Dar es Salaam. Kwa hiyo tofauti hiyo ndio hiyo hapo. Wao walicheza finali Dar es Salaam, hakukuwa na kombe liko Algeria. Sisi tunacheza hapa, kombe liko hapa. Hata 93 kombe liko hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tofauti ndio huo. Mwisho, japo sio kwa umuhimu, wapo ambao walitaka kumuona rais wa
vilabu barani Afrika akipongeza Simba Sports kutinga hatua ya fainali. Mnatarajia pia kuona uwepo wake ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa? Sio tunatarajia, yani inamlazimu. Wakubwa wako kama wapo wote wakosaje kuwepo. Inamlazimu kuwepo na medali lazima ataivalisha Simba. Yani hata picha itamuonyesha anamvalisha Mpanzu medali. Haina namna, yani hawezi kukwepa. Yani ni kama si ndo anayemuota kama alivyomuota Chama. Yeye engineer sio mtu wa kujificha. Yani akiwa na mota mtu anaonyesha kabisa dhamiri kwamba ana mota fulani. Kwa hiyo ni Mpanzu kwa sababu ndo amaye anawakabia juu mpaka huko wanawaza hawachezi kwa sababu ya Mpanzu. Wanawaza walikuwa na kibudi mmoja, leo hii wana elimu Mpanzu. Huyu ndio nayo nyima usingizi mpaka wanasema wacheze. Na sisi tumewaambia pointi 3 hawapati bila kumkapa elimu Mpanzu. Inamlazimu kuwepo kwa sababu tayari kwa minajili ya namna ya protocols hivyo, uongozi wa CAF ukiwepo na yeye anapaswa kuwepo pale. Sababu yeye mwenyewe anataka kumuona Msepe, yeye mwenyewe anataka kuwa karibu na Msepe. Na ni bosi wake lazima awepo. Kwa hiyo hana namna, atatuvalisha, hajatupongeza na sisi hatudai pongezi. Yaani heshima yetu hatuiombi, utatupa tu. Yaani yeye engineer hataki asitake, heshima yetu atatupa, atatuvalisha medali Benjamin Mkapa. Bana, interview ya leo ilikuwa mahususi kwa ajili ya kuwaamsha wana Simba Sports ambao wapo mbali na ajili ya Dar es Salaam, lakini wana uwezo wa kuwagusa watu wengine ili waweze kupata tiketi kwenda kushuhudia mchezo wa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025. Zimegongana 5 zile. Nikajua ile 25 ndio mwaka. Okay. Na tumezitaja namba za simu, naomba nirudie kwa yule ambaye pengine labda atakuwa hajaziandika. Ni 0758 099136. Hiyo ni kwa upande wa WhatsApp. Lakini kwa upande wa simu ya kawaida, kwa maana unataka kupiga kutuma message ya kawaida, unaweza kututafuta kwa 0718 918862. Utatupata vyema kabisa. Una chochote unachohitaji kugusa wanasimba wengine, basi ukiwasiliana nasi kwa namba hizo itakuwa ni rahisi zaidi. Na kama idadi itakuwa ni kubwa, basi tutaweka utaratibu ambao utakuwa ni live kama ambavyo tukio limefanyika na tiketi zitatoka kwa wadau. Lawrence, una lipi la kuambia wana Simba Sports ambao wanaisubiri siku ya Jumamosi, si mbali kutoka hapa, lakini wadau wa michezo pia? Yani ombi langu ni lile kama ambavyo interview iliyopita kwamba pamoja na kuwaomba wadau, lakini vile vile na sisi tupunguze baadhi ya matumizi yasiyokuwa ya lazima tukikabili fainali, kwa sababu unatakiwa jezi nyekundu, unatakiwa uhanikize uwanja upendeze kwa jezi nyekundu ya nyumbani, ambapo sababu jezi ya nyumbani ni nyekundu. Kwa hiyo tujibane, tujichange, wenye ambao nafasi wanunue jezi na vile vile wengine wajibane waweke hela ya tiketi wanunue. Wakati wadau wanaendelea kutusapoti, lakini na wenye nafasi nao vile vile waweke akiba wapate kununua tiketi. Twende kwa wingi Benjamin Mkapa. Hii shughuli ni ya kwetu, shughuli inatuhusu. Shughuli inatuhusu na shughuli ni ya mama. Unaona mama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan anavyosupport michezo, ametupa ndege kwenda South Africa, tena akatoa ndege kwenda Morocco. Ni jambo la kumpongeza na ni jambo la kushukuru, kwa sababu anasupport michezo. Michezo inaleta uchumi, michezo inagusa kila nyanja. Ni party. Kwa hiyo finali hii ni party. Kwa hiyo tuendelee kusupport, tuendelee kukata tiketi kama ambavyo zimetoka mapema. Ombi niliomba lisiniangushe. Tumalize tiketi mapema, tuijaze Benjamin Mkapa. La kwangu ni hilo jambo limekuwa na baraka. Tushukuru sana, mvua inaanza kuanguka.